Sasa unajua mashabiki wa Simba ni wanajua boli. Kwa hiyo hatutaki kukosea. Yaani watu wa Simba wengi ni watu wa mpira. Kwa hiyo ndio maana hata mashabiki wanajua mpira. Kwa hiyo unaona hata kocha wetu tulomtambulisha, kocha wa mashabiki, basi ni kocha ambaye hata ukimpeleka kwa timu nyingine yote anasimama na boli linatembea. Kwa hiyo sisi kwenye pande kama hizo sasa hivi tumeshajirekebisha, hatuwezi kukosea. Ina maana hizi zinazosikika kwamba kocha wenu hana CV yani CV zake zinafanana na CV za Pantev aliondoka. Na Simba kwa sasa hivi tunaona mwenendo ambao ni mbaya katika mashindano ya CAF Champions League. Taswira na hizi zinazozungumziwa zina ukweli ndani yake bwana? Unajua mimi nikwambia kitu kimoja. Upande wa mashabiki kocha tulionaye tunajitosheleza, ila ukija kwenye upande wa kusema tunayumba kwenye CAF Champions League ni jambo la kawaida, sababu kila timu imejipanga. Kwa ulivyojipanga wewe usizani utakuwa 100% na mwenzio pia naye kajipanga. Kwa ukiona umekosea kwenye kujipanga, basi rudi nyuma, jipange upya, usonge mbele. Kwa si sawa, sisi tumepoteza mali matatu, lakini naamini kwenye CAF Champions League tunaenda. Sisi robo tunaenda. Kwa mwenendo ambao mna uhakika wa kwenda, ama kwa sababu kocha mpya kashatua? Nakukumbusha miaka 2 nyuma iliyopita tulipoteza mchezo wa kwanza, mchezo wa pili tukatoa draw, lakini tulienda robo. Nakumbuka? Tulienda robo. Sasa kama hapa tumepoteza michezo 2, bado tuna nafasi ya kwenda robo. Nafasi wanasema safari, lakini kwenye kundi lenu hakuna timu ya Vipers wala Horoya. Sasa unajua huku tuko wakubwa watupu. Kundi letu sisi ni wakubwa watupu. Kwa hiyo huwezi amini kwamba tutakachokifanya, unaona meza iliyopinduliwa afu imejaa vinywaji. Ndio sisi tunaenda kufanya hicho kitu. Tunapindua meza afu tumetulia. Kwa hiyo si kwenye upande wao tuna wasiwa Simba tujai kufeli kuingia robo finali. Hata siku moja haije kutokea. Labda iwe bahati mbaya kwa mara ya kwanza. Yaani hiyo itokee kwa mara ya kwanza, lakini sidhani kama inaweza ikatokea. Ndio kile tunaenda kuonyesha sasa nguvu ya mashabiki ambao kitu tutakifanya leo. Ni nguvu kubwa ambayo tunaenda kuipa hamasa na timu yetu, wachezaji wataona kumbe mashabiki wetu pia wanajua mpira. Kwa hiyo wakituangalia watakuwa wanatuelewa. Kwa hiyo hata wachezaji watajirekebisha, watakaa sawa. Simba baada ya kutangaza kocha inaonekana mpaka mashabiki wa Simba wenyewe wanaonekana kama wana wasiwasi na kocha huyu, wakiangalia CV zake na timu ambayo anatokea. Timu inaonekana iko kwenye nafasi za chini kule, na ametoa Simba timu kubwa ambayo inatakiwa ibushe iende hatua robo finali, hususan ukiangalia Simba ambayo inajitafuta inaonekana kama ina mtafaruku wa ndani. Nataka nikuulize swali tu mwandishi. Naambia Fadlu tulipokuwa tumemtoa alikuwa kocha msaidizi Mamelodi Sundowns, ndio? Lakini ndio kocha ambaye amefikisha Simba finali. Ndio huyo. Kwa hiyo usiangalie CV za kocha sehemu unatoka, angalia kocha ambaye huyu kocha anaweza kufanya nini kwenye kikosi chako. Kwa hiyo ukiona kama kocha anakufaa, anaweza kutengeneza timu yako. Unajua maono ya mtu ambaye ameenda kumtafuta kocha na kumleta pale, maono ya taasisi ambayo imemwona kocha, huwezi kuipuuza 100%. Lazima tumuone yule kocha, tumfuatilie. Kama tukijiridhisha na Simba, basi kocha ndio huyo anatufaa. Isiwe kama Roberto Pantev. Unajua Pantev mwenyewe sio kama ni kocha mbaya. Unajua miamko yetu, umeona nguvu zile ambazo mashabiki wanazo, wanaongea sana, kwa hiyo imepelekea mpaka kufanya vitu vya tofauti, lakini sidhani kama alikuwa na makosa zaidi. Kuna kosa linaweza likawa ndani, tunashindwa kuligundua. Lakini kwa kocha ambaye ameondoka ni kocha mzuri. Tumeona timu ilikuwa inacheza safi, tumeona maamuzi anafanya kwa wakati. Ni vile tu bado hatakuwa katika bahati yetu nzuri ya kuweza kusogea mbele, kwa sababu hata wachezaji tunao. Labda kuna baadhi ya vitu vya kuongeza kwenye uongozi au kwenye safu ya ushambuliaji au kwa wachezaji wenyewe. Umeona, lakini ukisema kwamba kocha kile anakuja Simba sio kocha sahihi, ni kocha mbaya, tutabadilisha kila aina kocha na tutapata kocha sahihi ambao tunamtaka. Kipindi cha kujenga huwezi kuniambia kwamba unaweza kujenga dakika chache na ukaweza kumaliza. Kipindi cha kujenga ni cha mvumilio. Mtu anatakiwa uvumilie namna ya kujenga. Huwezi ukasema unajenga na unamaliza hapo hapo. Vumilia, utajenga hapo, unatafuta pengo unafuata, unajenga, unazima, mwisho wa siku umemaliza. Lakini tukisema tukipuke kila kocha afai, hiyo ni memko ambao sisi mashabiki tunaenda kuifanya, itatuharibu sisi wenyewe. Simba ni timu kubwa. Tukizungumzia Simba Sports Club sio timu ya kusema kwamba msubiri mtu ama mlete mtu wa kuja kusubiri baada ya miaka 2 au mitatu. Na ukiangalia misimu 4 mmezidi kupoteza katika mashindano yote. Hamjachukua, hamna hata kombe hata moja. Mlete kocha msubiri. Hii kwa taasisi kubwa kama Simba Sports Club na uwezo wa kufanya hivyo? Labda nikwambie kitu kimoja. Hata mchezaji mwenyewe anaweza akatoka kwenye timu huko akanacheza vizuri akaja huko akaanza upya. Ndio vile hata kocha tukimchukua sehemu nyingine kuja huko, lazima aanze upya. Yaani lazima restore mafaili yake, aanze upya. Lakini tukisema
Simba sio timu ya kusubiria kocha na kumvumilia, tutakuwa tunakosea. Simba ni timu kama timu nyingine, ni timu kubwa. Klabu ya Simba ni taasisi ambayo ina watu wengi, lakini ifike wakati tuwe na uvumilivu wa kuvumilia. Bila hivyo tutashindwa kujenga kitu kilicho bora. Lazima tusubirie, lazima tuvumilie, kama vile tulivyomvumilia Fadlu katufikisha mpaka finali, basi tuvumilie na makocha wengine, huenda wakatusogeza sehemu nyingine, lakini mwanzoni tukiwa na papara na haya makocha wetu hatuwezi kusogea. Wana Simba wenzangu, mimi labda niwaambie kitu kimoja, kama watakuwa wananisikia, nadhani watanisikia. Tutengeneze uvumilivu, ila penye baya tusisite kuongea, penye zuri tuongee. Lakini kwenye upande wa makocha, naomba tutengeneze uvumilivu mkubwa sana. Kocha sio mtu ambaye amekuja tu from nowhere ukasema hafai, hajui. No, kocha akija anaangalia na wachezaji gani. Kila kocha ana type yake, namna ya kupanga kikosi na wachezaji wake. Kwa hiyo kocha akija request kitu ambacho anakihitaji, viongozi na mashabiki, hebu tutege sikio, tumsikilize, tumvumilie. Kufungwa ni jambo la kawaida, kila timu inafungwa. Kama sasa hivi ni zamu ya Simba kufungwa, wacha tufungwe, ipo siku tutakaa sawa. Kama timu mwanzo ilivyokuwa iko sawa, tunashangilia. Basi tuende tukaivumilie timu yetu, iende ikakae sawa, tuendelee kushangilia. La sivyo tutavurugana sana wana Simba. Juzi kwenye mkutano wa Simba wa kiongozi pande bodi ya mwenyekiti wa bodi pamoja na mwenyekiti wa klabu Mtaza Mangungu, alisikika Clatous Magoli akizungumza kwamba anasema hata Simba isipofuzu hatua robo finali, hata huko nyuma kuna timu ilikuwa haikufuzu mwaka mmoja nyuma. Maana yake kwamba anawaandaa mashabiki wa Simba kisaikolojia. Hiyo mimi binafsi ni appreciate kauli yake. Kwa sababu gani? Lazima utuandae sisi kisaikolojia, sio mwisho wa siku tukaanza kupiga kelele. Tuliahidia kitu fulani hatujapewa. Unajua mashabiki ni sana watoto. Ukimwaahidi nguo ya Christmas lazima umpe avae. Umeona? Kwa ukituahidi ushindi, sisi lazima timu ishinde tupate ushindi. Lakini umetuahidi afu hatujashinda, lazima tutakudai. Kwa hiyo yeye katumia busara na ukubwa wake kusema hata tusipoenda kuna timu nyingine hazikuenda. Na iko hivyo. Umeona? Kwani Yanga kaingia robo finali mara ngapi? Msimu jana tulikuwa tunatafuta alama moja akashindwa, si ndio? Hajaenda wapi? Robo. Kwa sisi Simba ni kina nani? Tuwe kila siku kufaulu, tushindwe kuvumilia kufeli. Kwa vitu vingine inapaswa tuvumilie. Vitu vingine mashabiki inapaswa turudi nyuma, tuangalie, tusikurupuke na hii na miemko ya watu ambao wanatushawishi. Mimi binafsi na kwa kwanza sana kupiga kwenye mshono nikiona viongozi wanalega. Mimi huwa nalia sana na viongozi. Siri na wachezaji, siri na makocha. Kocha yuko sahihi, wachezaji wanafanya kazi yake. Hakuna mchezaji ambaye anataka kushusha CV yake uwanjani. Never, hajawahi kutokea. Kila mchezaji anatamani apambane, aonyeshe jina lake, aonyeshe nafasi yake kwa sababu ndo kazi yake. Ila timu inajengwa huku nyuma kwenye viongozi. Ndio maana hata nyumba yako usipoweka madirisha, watu wataingia ndani, watoto watacheza. Weka madirisha, ziba timu yako. Uone sasa kama vitu vingine vitakuwa vinatokea kama hivi. Kwa hiyo ndio maana mimi nalia sana na viongozi. Viongozi wangu nataka wakae sawa kwenye football. Football haitaki siasa, haitaki mambo mengi. Viongozi wakae sawa, rekebisha timu. Tunahitaji furaha. Viongozi wanataka wakae chini, watengeneze, wajue furaha mashabiki wangu naitoa wapi. Sisi shida yetu furaha. Yaani mashabiki ndo pesa, ndo malipo yetu hayo. Tukija uwanjani tumefurahi, tunaenjoy, tunataniana mashabiki kwa mashabiki. Basi naisha. Lakini kila siku tukao tunapoteza, tunatengeneza conflict kubwa sana upande wa mashabiki. Mashabiki wengine hawana uvumilivu. Tunashuhudia juzi hiyo tunaizungumzia ambayo Clatous Magoli alikuwa ameongea kuhusu swala zima la kujiunga kwenye umoja wa vilabu barani Afrika. Akaizungumzia Simba mpaka ijiridhishe vya kutosha, lakini tunaona vilabu mbalimbali vikubwa vinajiunga tayari kwenye ule umoja ule. Kwa upande wenu nyinyi mashabiki, mnatamani timu yenu kuiona ikijiunga kwa haraka iwezekanavyo, au mpaka viongozi wenu wafanye upembuzi yakinifu kama alivyozungumza Clatous Magoli? Of course inabidi mashabiki sisi tutege sikio kwa viongozi nini wanasema na wanahitaji nini. Kwa kama viongozi wamesema tungoje kwanza, sisi mashabiki kina nani tupime. Wacha tuwasikilize, wacha tufikirie ni kipi, wacha tuone ni kipi anafanya. Ikitokea tumejiunga inshallah tutashukuru. Ikitokea tujajiunga basi kwa sababu zipo vilabu vingine havijajiunga, na sisi tutakuwa miongoni mwa hivyo vilabu ambao havijafanyaje, havijajiunga. Wacha tusubirie. Sasa hivi sisi mashabiki wa Simba ili tutengeneze utulivu, lazima tuwasikilize viongozi. Sababu kuna viongozi wanakosea, lakini lazima tutulie. Wamekosea wapi, wanafanya nini, tunaenda wapi. Ipo siku tutakuja furahi. Au mnaogopa kusema ukweli kwa sababu kisa tu yupo Engineer Hersi pale Saidi pale juu? Hapana, hatuwezi kuongea hivyo kwa sababu kisa Engineer Hersi. Engineer Hersi ni kiongozi mzuri, anajua football, anajua fitness za mpira. Unaona, lakini
Mwisho wa siku lazima viongozi wa Simba tujitegemee, wajitegemee kama viongozi wa Simba. Wasimame katika nafasi zao. Natakiwa tujitegemee sisi, atakao jitegemee wao. Engineer Hersi akija Yanga, yuko Yanga. Akienda kule ni kiongozi wa timu zote. Sio, unanielewa? Akiwa Yanga wa Yanga. Akiwa kule tusaidie Yanga. Kwa hiyo sisi tunachoangalia sasa hivi wana Simba, viongozi wetu wameongea nini, kwa sababu wana vikao, ila tu wasitukosee, wasituwekee janja janja, kwa sababu sisi mashabiki ndio tunaumia. Maumivu ya kuchekwa mtaani ni mabaya sana, tunaumia mtaani, hatukai kwa raha, hususan kama si mashabiki ambao tunajulikana, ukipita amefungwa ile sina tuboa na tukera. Kwa hiyo ili tuendelee kujenga furaha, tuendelee kuzuia uwanjani, timu yetu ipate mapato, basi natakiwa viongozi wetu wakae chonjo. Nashukuru sana.